Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya hii leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na baadhi ya wakazi na walezi wa watoto kutoka katika kata ya Malimbe jijini Mwanza wametoa maoni yao kuhusu adhabu ya viboko kwa mtoto wakati anapofanyiwa makosa shuleni. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ametoa wito wa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kumaliza mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Na katika michezo, baadhi ya mashabiki wa vilabu vya soka mkoani Mwanza wametoa maoni yao juu ya kufungwa kwa dirisha dogo la usajili ambalo limefunguliwa tangu Januari 2026 kulingana na sheria za TFF. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Daniel Samuel nitakaye kusomea habari za kitaifa na kimataifa. Rebecca Barnaba atakusomea habari za biashara, na katika michezo tutaungana naye Abdul Sami Awanga. Na tuanze habari za kitaifa. Tukianzia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wazazi na walezi wa watoto kutoka katika kata ya Malimbe jijini Mwanza wametoa maoni yao kuhusu adhabu ya viboko kwa mtoto wakati anafanya makosa shuleni. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameeleza kuwa adhabu hiyo inaathiri uwezo wa kujifunza kwa watoto na mahusiano yao na wazazi kwa ujumla. Mwanahabari wetu Isaya Shija ametuandalia taarifa ifuatayo. Kumekuwa na mijadala mbalimbali katika mitandao ya kijamii na majukwaa mbalimbali ya kijamii kuhusiana na adhabu ya viboko kwa mtoto, na leo nipo katika mtaa huu wa Maisha Malimbe hapa jijini Mwanza. Wazazi wameeleza mtazamo wao kuhusiana na adhabu hiyo. Viboko ni halali ya mtoto kwa sababu ukiangalia maadili ya watoto ambao hawachapwi na sisi tuliochapwa ni tofauti sana. Ila kuna kumwadhibu mtoto kwa adhabu kulingana na anavyokosea, sio kumzuru wala kufanya nini, ila viboko ni halali ya mtoto. Viboko humjenga mtoto kiakili. Akiwa amefanya kosa anatakiwa adhibiwe ili asiweze kurudia lile kosa. Mtoto anapokuwa ameadhibiwa inamjenga kuwa na mawazo tofauti kabisa na kuogopa kuweza kuadhibiwa kwa mara ya pili. Watoto pia wakatoa mtazamo wao kuhusiana na adhabu hiyo ya viboko wanapokosea. Tunapokuwa tunachapwa na walimu au wazazi wetu, wanakuwa wanatujengea hofu. Badala ya kuwaheshimu tunaishia kuwaogopa. Wazazi na walimu mtupige kulingana na makosa tuyafanyayo. Kuna makosa mengine sio ya kutupiga, kuna makosa mengine ni ya kutuonya kama yale makosa makubwa. Nikiripoti kutoka mtaa wa Maisha Malimbe mkoani Mwanza, mimi ni Isaya Sijia wa SAUT TV. Kutoka Mwanza hadi bungeni jijini Dodoma, serikali imebainisha mradi wa mpango wa Tanzania kwa kushirikiana na Benki ya Dunia TACTIC awamu ya 3 utatekeleza mradi wa miundombinu ambayo ni soko kuu, standi ya mabasi na barabara za lami. Kauli hiyo imetolewa leo bungeni jijini Dodoma na naibu waziri wa nchi ofisi waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Ruben Kwagilwa, ambapo amesema mpaka sasa mradi huo upo kwenye hatua ya usanifu. Stella Paul ametuandalia ripoti hii kutoka bungeni. Ni katika kikao cha 5 cha mkutano wa pili wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI Ruben Kwagilwa ametanabaisha kuhusu awamu ya 3 ya mradi wa TACTIC wakati akijibu swali la msingi la mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Bulaya aliyetaka kujua ni lini mradi huo utaanza kutekelezwa katika jimbo hilo. Mradi wa TACTIC kwa halmashauri ya Bunda mjini utatekeleza miradi mitatu ambayo ni ujenzi wa soko kuu, ujenzi wa stendi ya mabasi na ujenzi wa barabara zenye urefu wa kilomita 4.5. Miji yote ya kundi la 3 ukiwemo mji wa Bunda, utekelezaji upo hatua ya usanifu. Baada ya hapo taratibu za kutangaza zabuni zitafuata. Serikali imeendelea kuboresha miundombinu ya ujenzi wa barabara za lami katika miji yote ya awamu ya 3 ikiwemo mji wa Bunda, ambapo mpaka sasa una kilomita 2.27 na itaendelea na ujenzi huo ikiwemo barabara ya Ikizu Maduka 9 ambayo ujenzi umefikia zaidi ya 60%. Kutoka bungeni, Stella Po, SAUT TV. Wiki hii kwenye mtazamo wa kibiashara. Usiangalie mfano
watu, yani watanionaje, labda watasema nini kwa kijana yoyote. Kwa sasa serikali itoe ruzuku, kwa maana iwezeshe vijana kwa maana ya mbolea, mashamba, pesa na vitu vingine, wazalishe kwa wingi. Alafu baada ya kuzalisha wa set price ambayo kidogo itakuwa ni beneficial kwao. Fursa zipo, ardhi ipo na soko linakusubiri. Kila siku ya Jumanne saa 11 kamili jioni, usikose kutazama Mtazamo wa Kibiashara kupitia kurasa yetu ya YouTube @SauTV.tz. Naam, karibu tena mtazamaji wa SauTV. Hivi sasa ni wakati wa kuiangazia yale yaliyotokea nje ya mipaka ya Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, ametoa wito wa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kumaliza mgogoro unaoendelea mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Ukraini, Volodymyr Zelensky, ametangaza mazungumzo ya amani baina ya Marekani, Urusi na Ukraini kufanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ifikapo Februari 4 hadi 5 mwaka huu. Mwandishi wetu Hamisi Kabanda anaeleza kwa kina juu ya taarifa hizi za kimataifa. Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky atangaza mazungumzo ya amani baina ya Marekani, Urusi na Ukraini kufanyika katika Umoja wa Falme za Kiarabu Februari 4 hadi 5. Akizungumza baada ya kupokea ripoti kutoka timu yake ya mazungumzo, Zelensky amesema kuwa Ukraini iko tayari kwa majadiliano ya kina yatakayofikia mwisho wa kweli na wenye heshima wa vita vinavyoendelea. Tangazo hilo lilifuatia kauli ya mjumbe maalumu wa rais wa Marekani, Steve Witkoff, aliyesema wawakilishi wa Marekani na Urusi walifanya mikutano yenye tija na ya kujenga kuhusu mzozo huo huko Florida siku ya Jumamosi. Ujumbe wa Marekani uliwakilishwa na Witkoff, waziri wa hazina Scott Bessent, Jared Kushner na mshauri mwandamizi Josh Grunbaum, huku Urusi ikiwakilishwa na mjumbe maalum Kirill Dmitriev. Kupitia mtandao wa X, Witkoff alisema Marekani imetiwa moyo na ishara za Urusi kuelekea amani, wakati mkurugenzi mtendaji wa Urusi Dmitriev naye alieleza mkutano huo kuwa wa kujenga katika jitihada za upatanishi. Zelensky alisema kuwa Kyiv iko katika mawasiliano ya mara kwa mara na Washington na inatarajia mikutano hiyo ifanyike wiki hii, akisisitiza kuwa matokeo ndiyo jambo la msingi kuliko mfumo wa mazungumzo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi ametoa wito wa mazungumzo ya kitaifa yanayolenga kumaliza mgogoro wa mashariki mwa nchi kufanyika chini ya taasisi za nchi hiyo bila kupinga maamuzi ya mahakama. Ametoa wito huo Januari 31 katika hotuba yake ya mwaka mpya wa wanadiplomasia mjini Kinshasa, akieleza masharti ya mazungumzo ya kitaifa. Aidha, Tshisekedi alisema mazungumzo hayo lazima yafanyike ndani ya mipaka ya kitaifa na chini ya usimamizi wa taasisi halali za dola, bila kupinga uhalali wa utawala wa sasa wala maamuzi ya mahakama yaliyokwisha kutolewa. Kauli hiyo inakuja wakati viongozi kadhaa wa muungano wa M23 pamoja na rais wa zamani Joseph Kabila wakiwa wamehukumiwa kifo na wengine wa upinzani wakiwa uhamishoni, jambo linaloongeza uzito wa masharti yaliyowekwa. Wito huo umezua mjadala mpana mjini Kinshasa, huku wadau mbalimbali wa kisiasa na kidini wakitafakari maana na athari za masharti hayo kwa mustakabali wa mchakato wa maridhiano ya kitaifa. Naye Donatien Shole, katibu mkuu wa Baraza Kuu la Maaskofu Kanisa Katoliki nchini humo, alisema kuwa hakuna haja ya kufanya mazungumzo kuwa magumu, akisisitiza kuwa kilicho muhimu ni uwepo wa uamuzi unaoambatana na utashi wa kweli wa kisiasa katika mchakato huo. Kwa upande wa muungano wa Lamuka wa Martin Fayulu, msemaji Prince Epenge alisema kuwa kilicho muhimu si nani asimamie mazungumzo, bali ni malengo yake, hasa kurejesha maeneo yaliyokaliwa na kuhakikisha mageuzi ya uchaguzi kuelekea 2028. Epenge aliongeza kuwa mazungumzo yanapaswa kufanyika kwa haraka kutokana na hali mbaya ya usalama mashariki mwa DRC,
ambako raia wanaendelea kupoteza maisha katika maeneo yanayodhibitiwa na M23. Hata hivyo, kutoka kambi la rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila, Ferdinand Kambere alikosoa masharti ya rais akidai kuwa mfumo wa haki uko chini ya shinikizo la kisiasa na kuhoji kama mazungumzo hayo yatakuwa huru au yataamuliwa na mtu mmoja katika mgogoro unaoendelea kuigawa taifa hilo. Hamisi Teo, SAUT TV. Karibu sana mtazamaji wa SAUT TV na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Rebecca Barnaba. Watengenezaji wa samani katika mtaa wa Malimbe mkoani Mwanza wameeleza changamoto mbalimbali zinazokwamisha ukuaji wa sekta hiyo ikiwemo kupanda kwa bei ya malighafi. Baadhi ya vijana wa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza wameweza kueleza changamoto wanazokumbana nazo kutokana na shughuli ya utengenezaji wa samani. Kwa majina naitwa Selemani Amani, ni fundi furniture mtaa wa Malimbe hapa. Changamoto ambazo tunakumbana nazo ni kwamba muda mwingine tunatengeneza hizi mbao zinapanda bei, wateja wanajua bei ni ile ile ya mwanzo. Alafu muda mwingine ni kwamba watu wengi tunaofanya nao biashara ni wanafunzi. Kwa hiyo kuna muda pesa zinakuwa zina budget kwa wanafunzi, boom la kuwa wanapangia budget nyingi. Kwa hiyo tunategemea kwamba pesa zitakapopatikana waje kununua. Changamoto ambayo tunaipitia hapa, usafirishaji wa mizigo ambao tunaotegemea ufike kwa wakati lakini inashindikana kufika kwa wakati. Sana sana changamoto inayofanya hivyo, kwa mfano kama barabara letu hili, changamoto ndio hiyo kama ya kwanza. Ya pili, mzigo unaweza kuagiza kwa muda ambao unaotakiwa ufike lakini unafika kwa muda ambao sio mwafaka. Mimi ni fundi wa msasa. Changamoto ambayo tunakutana nayo hapa mara nyingi unakuta siku za mvua zinanyesha, una kazi ya mtu unatakiwa upige msasa, huwezi kufanya tena hiyo kazi kwa sababu mvua inakuwa imekurudisha nyuma. Licha ya changamoto wanazokumbana nazo vijana, lakini bado wameendelea kujikita katika utengenezaji wa vifaa vya furniture. Nikiripoti kutoka hapa mtaa wa Malimbe jijini Mwanza, mimi ni Mkami Masine wa SAUT TV. Asante sana Mkami Masine kwa taarifa hizo za biashara. Mtazamaji, ni mwisho wa taarifa za biashara tulizokuandalia kwa siku ya leo. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Abdulsami Hawanga. Mimi ni Rebecca Barnaba. Ni matumaini yangu mzima wa afya, wana michezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Jina langu ni Abdulsami Hawanga. Baadhi ya mashabiki wa vilabu vya soka mkoani Mwanza wametoa maoni yao juu ya kufungwa kwa dirisha dogo la usajili ambalo limefunguliwa tangu Januari 2026 kulingana na sheria za TFF. Wakizungumza na SAUT TV habari, mashabiki hao wameeleza kufurahishwa na usajili huo. Katika rubaa za kimataifa, klabu ya soka ya wanawake ya Arsenal imeweka historia mpya katika ulimwengu wa soka baada ya kufanikiwa kunyakua taji la kwanza la kombe la mabingwa la wanawake la mwaka 2026. Kwa undani wa habari hizi za michezo, tuungane naye mwanahabari wetu Arafa Ngondae. Usajili wa dirisha dogo umekuwa chachu mafanikio kwa mashabiki wa vilabu mbalimbali nchini Tanzania. Hii ni baada ya vilabu hivyo kusajili wachezaji wapya kwa ajili ya mzunguko wa pili ligi kuu Tanzania bara. Wakizungumza na SAUT TV, mashabiki hao wameeleza namna ambavyo usajili huo unakwenda kuongeza ushindani katika soka la Tanzania. Huo usajili umekuwa na faida kubwa, hasa nikizungumzia kwenye timu kubwa, yaani nikizungumzia Simba na Yanga. Nikiangalia kwa upande wa Yanga, ingizo jipya ikiwa ni Depu, tukimwangalia Okero pamoja na Damaro, ambao wamekuwa msaada mkubwa sana hasa kwenye mashindano ya klabu bingwa. Upande wa Simba wamemsajili Gee pamoja na ingizo jipya ambalo lilikuwa la Chama ambaye alitokea kule Singida. Usajili umekuwa na manufaa makubwa kwa sababu umeongeza baadhi ya wachezaji ambao wana viwango vizuri zaidi kwenye timu, mfano akiwemo Okero, Damaro na wengineo. Hivyo imeongeza umahiri katika uchezaji na hata kusaidia katika michuano mbalimbali ya soka. Timu yetu imeimarisha mabeki wazuri na imeleta viungo pale, kwa hiyo tuna matumaini tutafanikiwa katika mashindano ya ligi kuu na huko tunapoenda klabu bingwa. Inaongeza performance kwanza ya timu. Tunavyomuona kama Gay amefika pale, ameleta mchango. Tunavyoona hata anavyocheza ni tofauti katika nafasi zile. Tunaona nafasi ya Clatous Chota Chama pale
ameleta kitu, kulikuwa kuna pengo kubwa, ndio namba 10, ndio Jean Charles Ahoua alikuwa ni mzuri, lakini hatumsemi kwa mabaya, lakini alikuwa sio mnyumbulifu kama Clatous Chota Chama. Kwa mujibu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, usajili wa dirisha dogo ulianza kufanyika mwanzoni mwa mwezi Januari na umetamatika rasmi tarehe 28 mwezi Januari. Mimi ni Arafa Ngondae, SAUT TV. Arsenal wametoa ubingwa huo kwa kushinda goli 3-2 dhidi ya timu ya Corinthians katika mchezo wa fainali, huku Catherine Ford akiwafungia bao la 3 kwa Arsenal. Mbali na taji hilo, klabu ya Arsenal Women imejinyakulia kitita cha fedha takriban dola milioni 2.3 za Kimarekani. Arsenal iliwatoa AS FAR Rabat kutoka nchini Morocco kwenye mchezo wa nusu fainali, mchezo uliochezwa Januari 28 kwenye uwanja wa Brentford Stadium kwa mabao 6-0. Ushindi huu umepokelewa kwa shangwe na mashabiki wa klabu hiyo kote duniani, ukidhihirisha ukuaji na uwezo wa kikosi cha Arsenal katika anga ya kimataifa na mwanzo mpya wa utawala wao katika mashindano ya kimataifa ya wanawake. Mimi ni Arafa Ngondae, SAUT TV. Asante sana Arafa Ngondae kwa taarifa hizo za michezo. Hadi kufikia hapo sina la ziada katika michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Abdul Sami Hawanga. Wiki hii kwenye mtazamo wa kibiashara, usiangalie mfano watu, yani watanionaje, labda watasema nini kwa kijana yoyote. Kwa sasa serikali itoe ruzuku, kwa maana iwezeshe vijana, kwa maana ya mbolea, mashamba, pesa na vitu vingine, wazalishe kwa wingi. Hapo baada ya kuzalisha wa set price ambayo kidogo itakuwa ni beneficial kwao. Fursa zipo, ardhi ipo na soko linakusubiri. Kila siku ya Jumanne saa 11 kamili jioni, usikose kutazama mtazamo wa kibiashara kupitia kurasa yetu ya YouTube @SAUT TV TZ.